Hii ni Baraka One TV moja kwa moja kutoka nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, na mimi ni Rajabu Wakili Kabonga. Ili kuwa kwanza kupata habari zetu za moto kila siku, tafadhali like pia subscribe Baraka One TV. Tuko pia Facebook pamoja na TikTok, like na follow page zetu, na hivyo utakuwa kwanza kupata habari zetu za moto kila wakati. Kwanza ni muhtasari wenyewe wa habari za moto. Goma, raia wazidi kuteswa na magaidi wa M23 Alliance of Congo pamoja na RDF. Ituri, gavana wa Ituri Luboya Kasha Majoni mtetezi wa wanyonge. Kinshasa, Rais Felix Antoine Tshisekedi Chilombo akutana na kiongozi wa upinzani Martin Fayulu Madidi. Ikiwa ni tarehe 6 za mwezi wa 6 2025, majira ni saa 12 asubuhi saa za Afrika Kati, ikiwa saa 1 majira ya Afrika ya Mashariki. Kumbuka Operation Saidia Muzalendo bado iko inaendelea. Kama hujaungana na operation hiyo, tafadhali tumia namba ambazo kunaziona kwa screen yako ili uweze kuwasiliana moja kwa moja na Baraka One TV. Pia tuko tembelea Baraka One TV channel 2 uweze kukutana na baadhi ya matukio yanazidi kujiri nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Na moja kwa moja tuanze na taarifa hizi kutoka ndani ya jiji la Goma, jimboni Kivu ya Kaskazini. Raia wazidi kuteswa na magaidi wa M23 Alliance of Congo pamoja na RDF. Kila nyumba inalazimishwa kulipa takriban dola 2 ikiwa ni sawa na franga 6,000 kila mwezi, ikiwa ni kodi ya uchafu. Tangazo hilo ambalo lilitolewa rasmi kuanzia tarehe 3 za mwezi wa 6 2025 na magaidi wa M23. Kodi hiyo ambayo inalazimishwa kwa mwezi ni kuanzia mwezi wa 4, mwezi wa 5 pamoja na mwezi huu wa 6. Raia ndani ya jiji la Goma wamelalamika matukio hayo, huku wakisema tunalipaje kodi wakati hakuna kazi, hakuna benki, hakuna chochote ambacho tunafanya, na kila ambacho kilikuwa mikononi mwa raia kiko kinanyang'anywa moja kwa moja na kinataifishwa na magaidi wa M23. Sasa hivi ndani ya jiji la Goma hakuna mtu mwenye kuwa na uwezo wa kumiliki kampuni binafsi. Kampuni zote zinataifishwa na magaidi wa M23. Mengi na zaidi tuliweza kuzungumza na moja kati ya ndugu zetu wa karibu ambao wanapatikana ndani ya jiji la Goma, na alikuwa na haya ya kuzungumza. Hii ni Baraka One TV. Jambo radio yetu Baraka One TV kiwa Uvira, na sisi tunapatikana hapa Goma. Naona kadiri tunaendelea kunyanyaswa sisi population. Papie kidogo ile mina kutumia pale, ile ni taksi ya kila mwezi kulipa, aseme juu ya uswafi, kubeba uchafu, japokuwa hawapitake kutubebea uswafi, kutubebea uchafu. Ikiwa leo ni jeudi ya mwezi wa 6, ile taksi tunalipa par menage, lakini ni taksi ya wizi. So naona pale wanaandika date ya leo kwenye tumeilipia, lakini wanatuambia kama ile ni ya mwezi ya 4, na kitalipa tena mwezi ya 5 na mwezi ya 6 mwa hii semene. Hapa Goma si tunateseka, hakuna mwenye kuna kazi. Ile kazi ya senisma ilikuwa na watu walikuwa naitumika, nabo banabanyanganya ile kazi, nabo bashome sawa si
Maana yake kila kaoni je wako na nyanganya, kila ka grupe wanakanyanganya, abo njo watumike vyavo tu. Tena tulipe vouloir upa, upende usipopenda unalipa gisi wanataka, hakuna discussion. Kafanya discussion unakula fimbo. Na ile munasikiaka se Goma walipiga mikono, walifanya nini, ile yote ni mamontaje. Manake kuko watu yabo sawa nafika wako mwa ile mavikundi, wanakuyaka na watu yabo. Bakisha kuya na wale watu yabo, sawa taita wanani njoo wanapenda waingie muchama, wanatia mikono yulu. Wale watengia muchama ni watu yabo walitoka kule ngambo za Rwanda. Na njoo vile hapa tunateseka. Njoo mnaona kasi watu ya Goma wanafurahia M23, watu ya Goma hakuna mwenye anafurahia M23. M23 inatutesa sana, sie tunateseka zaidi kuzidia tabe wako Bukavu. Basi ukakutana mingini ya mingi batu walishatoka bako na hama, manyumba zinabakia wazi, na usiku wako wanageuka wajambazi, wanaenda ingilia watu kunyang'anya mafaranga na vitu munyumba. Kuko maveni zenye ziko wazi, ukakutana saa Mugunga huku yulu. Watu walisha kimbia, wanaenda lala inje, umwe mtu alale inje kubarabara, lakini akuwe amekimbia hii chama. Hapa tunakosa kama tufanye nini, ni mateso yenye tuko hapa Goma. Njoo ile shida ile mataksi zao ni za bongo za kutukula tu franka. Tena wanaivalisha jina seni taksi ya senisma. Manake na ukakuwa na mtoto kama iko na mbevula na pigaka mushambreti, naye yafaa alipe. Njoo vile viko. Na ile asenisma yavo, hakuna siku walishapitisha gari aseme batabeba tabu chafu mubalabala wala mukartie. Ni kutunyanyasa tu gisi banajisikia. Okay, njoo vile. Na baada ya kuweza kusikiliza hayo mambo kutoka ndani ya jiji la Goma, jinsi raia wanavuteswa na magaidi wa M23, na moja kwa moja turuke na kuingia mkoa wa jirani ambao ni mkoa wa Ituri. Gavana wa Ituri Luboya Kashama Juni, mtetezi wa wanyonge. Gavana wa Ituri ambaye pia ndiye kiongozi wa operesheni za kijeshi mkoani Ituri ameonyesha kusikitishwa na vitendo vya ngazi za juu jijini Kinshasa kutokuwalipa wanawake wa wanajeshi waliopoteza maisha kwenye uwanja wa mapigano. Gavana huyo ambaye ni kamanda mkuu wa majeshi Luteni Jenerali amezungumza maneno yafuatayo na nukuu: inatia huzuni, inasikitisha sana kuona kwamba askari yupo vitani anapigana kisha apate taarifa kwamba wake zao ambao wadugu zao walofariki katika uwanja wa vita wanakosa kulipwa mishahara ya waume zao. Je, unahisi kwamba na yeye pia atapigana? Itamvunja moyo na hivyo itafanya akose kabisa kupigana. Na hizo ndizo tatizo ambazo zinasababisha wanajeshi wengi wanashindwa kupigana na kumpa nafasi adui ambaye anatutawala. Sisi tunapigana na magaidi wa M23 kupitia kikundi cha CRP chake Bwana Toma Lubanga. Mengi na zaidi, sikiza ujumbe huu kutoka kwa Luboya Kashama Joni. A déstabilisé toutes les en train de combattre un militaire qui est au front. Comme maintenant là, nos militaires sont en train de combattre là, le CRP M23, la milice de Thomas Lubanga, qui est, n'est-ce pas, allié au M23. Nos militaires sont en train de mourir. Mais s'il y a un militaire qui est devant l'ennemi, il apprend que les veuves ne sont pas payées. Pourquoi est-ce que ce militaire-là va se sacrifier? Il va dire le jour où je vais mourir, ça sera la même chose pour mes enfants. Ça touche vraiment au moral du militaire. Ça touche au moral de ces combattants, de ces hommes-là qui sont vraiment à la ligne de front. Comment est-ce qu'ils vont combattre s'ils savent que s'ils meurent, à leur mort, on ne va pas s'occuper de veuves, qu'on va traiter leurs veuves comme on est en train de le faire aujourd'hui, qui vise à déstabiliser toutes les opérations. Ça vise à déstabiliser. Moi, j'ai eu l'information depuis le matin que ces femmes allaient se pavaner sans habits dans la ville. Imaginez-vous qu'elles aient fait ça, qu'elles le fassent maintenant.
Vous pouvez vous imaginer les conséquences, hein? Alors que moi, en tant que commandant des opérations, je ne suis pas dans cette chaîne. Un militaire qui est au front. Baada ya ujumbe huo mzito wa kamanda huyo ambao ni ujumbe mtata na uchungu, lakini ndani yake ukiwa na ukweli, kamanda aliweza kuitwa haraka jijini Kinshasa ili kwenda kujieleza zaidi mbele ya viongozi wakuu wa jeshi la FARDC. Hii ni Baraka1 TV. Na mnaendelea kusikiza matangazo yetu kutoka nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, tarehe 6 mwezi wa 6 2025, saa 12 asubuhi South Africa Kati, ikiwa ni saa 1 majira ya Afrika ya Mashariki. Ejide Kizenga Tembele King Sele the only one king, ikiwa unasikiliza Baraka1 TV. Kizabe Ayeba kutoka Marekani, kutoka Europe, kutoka pia Central pamoja na East Africa, Australia pamoja na Canada, wote unakuwa kunasikiliza Baraka1 TV, bila kusahau ndugu zetu ambao wako maeneo ya Afrika ya Kusini. Na baada ya taarifa hizo zote, moja kwa moja tupande maeneo ya Kinshasa, makao makuu ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambako Felix Antoine Tshisekedi Chilombo amekutana na kiongozi wa upinzani Martin Fayulu Madidi. Baada ya hotuba ya siku chache zilizopita kutoka kwa kiongozi wa upinzani Martin Fayulu Madidi ya kutaka kupata suluhu kutokana na matatizo ambayo yako yanazidi kulindima nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, na baadaye msemaji wa rais Tina Salama kuweza kuonyesha nia ya rais kufurahiwa na kitendo hicho, na pia kuandaa muda wa viongozi hao wakuu nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kuweza kukutana. Hatimaye tarehe 5 za mwezi wa 6 2025, rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Felix Antoine Tshisekedi Chilombo aliweza kukutana uso kwa uso, meno kwa meno na kiongozi wa upinzani Martin Fayulu Madidi. Katika mazungumzo hayo ya ana kwa ana, Martin Fayulu aliweza kupendekeza vitu vifuatavyo. Kimoja ni mazungumzo ya moja kwa moja kati ya Wakongomani, na cha pili ni kuweza kutengeneza kamati kubwa ambayo itamzunguka rais kwa ajili ya kuweza kuidentify vitu ambavyo vinasababisha matatizo yazidi kuendelea nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, zaidi upande wa mashariki ambako magaidi wa M23 wanachukua mikoa miwili, Kivu ya Kusini, Kivu ya Kaskazini, na vita ambavyo pia wanapigana maeneo ya Ituri kupitia mgongo wa CRP yake Bwana Thomas Lubanga, ambaye pia ni mshirika karibu wa M23, Alliance Congo pamoja na RDF. Katika mazungumzo hayo, rais wa nchi Bwana Felix Antoine Tshisekedi Chilombo alikubaliana na Martin Fayulu na kusema kwamba hilo swala litashughulikiwa haraka iwezekanavyo, na pia Martin Fayulu akakazia swala la wazee wa makoti wa Katoliki pamoja wazee wa makanzu wa Katoliki pamoja na wazee wa makoti SSA kuweza kujaribu kutafuta namna ya kukutana nao ili kuwasikiliza wana nini mdomoni ambacho labda kinaweza kusaidia Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Martin Fayulu alikuwa akisindikizwa pamoja na watu wake wa karibu, Devos Kitoko, Prince Epenge, Ale Dende, Madame Chantale Moboni. Hii ni Baraka1 TV. Na ulikuwa unasikiliza matangazo yetu kutoka nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, na hapo ndipo tunakwenda kung'oa nanga kwa asubuhi ya leo. Mengine tukutanane majira ya saa 6 na saa 9 pia pamoja na saa 12. Saa 6 tuna mambo mengi ambayo tutakuja kuyajadili. M23 amekamatwa Goma akijaribu kubaka na kuiba katika jumba ambako alikaribishwa na wakaaji wa maeneo hayo. Tutayadiskasi majira ya saa 6. Mengine ungana na Baraka1 TV ili uendelee kupata matangazo yetu kila kukicha. Rajabu Akili Kabonga, the one and all in town, DJP.